Ushindi dhidi ya uchawi. Popote penye machozi, uchawi umehusika kwa asilimia kubwa. Popote penye maporomoko, aidha ya kiuchumi, ya kijamii, ya kiroho, ya kitabia, uchawi umehusika kwa kiwango kikubwa. Adui wa maendeleo ni uchawi. Popote penye maanguko, uchawi umehusika kwa kiwango kikubwa. Uchawi hauruhusu vya Mungu kuwa dhahiri. Uchawi ni kizuizi cha ahadi za Mungu. Popote penye stagnation, penye kudumaa, uchawi umehusika. Sababu ni kwamba binadamu alidizainiwa kuzaa na kuongezeka bila ukomo. Neno kuzaa halimaanishi tu watoto, lakini pia kuzaa mawazo mapya, kuzaa mipango mipya, kuzaa biashara mpya, kuzaa kitu kipya. Wewe sio mtu wa ukomo. Kwetu sisi mafanikio sio tukio, ni safari. Ni safari ya kutoka mafanikio hadi mafanikio. Ni safari ya kutoka maongezeko hadi maongezeko. Kila mtu akague maisha yake. Je, maisha yako yako kwenye direction ya kutoka mafanikio hadi mafanikio? Kazi ya uchawi ni kukwamisha mwelekeo wa maongezeko. Udhaifu sio sehemu yako. You are not permitted to be feeble, weak. Wewe uruhusiwi kuwa dhaifu wala mnyonge. Ulidizainiwa kuongezeka, ulidizainiwa kuzaa sana. Ushahidi kwamba umeushinda uchawi ni maongezeko. Maeneo ambayo uchawi ushambulia. Uchawi unajua eneo la kushambulia ili kumnyima mtu raha. Uchawi una maeneo ambayo ni vipaumbele. Eneo la kwanza, mind, kichwa, ufahamu. Ufahamu wako ni eneo nyeti sana kwenye vita vya kiroho. Uchawi ushambulia kwanza ufahamu wa mtu. Akili ikiwezwa, maisha yote yamewezwa. Uchawi umuwazisha mtu mabaya. Vurugu ya mawazo ni utendaji wa uchawi kwenye ufahamu. Ukisha waza vibaya, huwezi ukawa na imani nzuri kama una mawazo mabaya. Usiniambie hivi, nina imani ya nguvu wakati huo mawazo yako ni mabaya. Haiwezekani. Uchawi ukikamata kichwa chako, unakuwa mtu wa kupoteza kumbukumbu. Usaulifu ni utendaji wa uchawi kwenye mind, kwenye akili. Kazi ya uchawi ni kufanya akili ya mtu iwe nzito. Uzito kwenye mind ni utendaji wa uchawi. Na akili kisha kuwa nzito, lazima upishane na fursa. Ufahamu ukiguswa na uchawi, ubunifu na koma. Kila ubunifu ni utajiri wa mtu. Ubunifu ukikoma ni utajiri umekoma. Uchawi umshurutisha mtu kufanya maamuzi mabaya. Ukishaamua unasogea, network zinarudi. Ukiamua vibaya, utaishi vibaya. Maisha ya mtu ni matokeo ya maamuzi ya mtu. Maisha yametawaliwa na sheria. Uwezi ukakwepa sheria za maisha, impossible. Uchawi kwenye ufahamu umfanya mtu kukosa msimamo. Kila mtu atawajibika na maamuzi yake. Uchawi kwenye akili huwa unaua upeo wa kimaisha. Ili kimaisha usifike mbali, adui umnyang'anya mtu upeo wa mbali. Eneo la pili ambalo uchawi upenda sana kulidaka, afya, yani health. Huwezi ukaona raha ya mali kama afya ina shida. Huwezi ukaona raha ya maisha kama afya ina dosari. Afya ikiingia dosari, vyote ulivyo navyo havina maana. Huwezi ukafurahia ulionayo kama afya ina shida. Pasipo afya, mengine hayana maana. Afya ni utajiri. Ifike mahali tuithamini afya kama luluku. Tujifunze kumshukuru Mungu kwa sababu ya mafanikio ya kiafya. Eneo la tatu, fedha. Fedha ni nyenzo ya kuendeshea maisha. Fedha ni moja ya baraka aliyoitoa Mungu ili kumstarehesha binadamu. Kunyimwa fedha ni kunyimwa raha ya maisha. Kwa sababu ya nafasi ya fedha kwenye maisha, eneo hilo la fedha linashambuliwa mno. Eneo la nne, uzao. Uchawi upenda sana kushambulia uzao wa mtu. Uzao wa mtu ukiguswa, ni moyo wa mtu umeguswa. Hakuna kitu kinachoumiza kama uzao kuumizwa. Uzao wa mtu ukiteswa, ni mtu ameteswa. Uzao wako ni sehemu ya moyo wako. Moyo wa mtu umeunganishwa na uzao wake. Kinachopiga uzao kinapiga moyo wako. Uzao ni kipaumbele kwenye ufalme wa Mungu. Uchawi unapenda piga uzao kwa sababu uzao ni moyo wa mtu. Uchawi hufanya uzao kuwa adhabu badala ya thawabu. Eneo la tano na la mwisho ambalo uchawi ushambulia ni eneo la kiroho chako. Ninaposema kiroho chako namaanisha nini? A, hali ya neno. B,
hali ya maombi. C, hali ya ibada. D, hali ya uhusiano wako binafsi na Mungu. E, hali ya mfungo. F, hali yako ya utoaji kwa Mungu. G, hali yako ya praise and worship. Hizo 7 ndizo zinapima kiroho chako. Maisha ni kitu cha kiroho. Shetani hakuzuii mwilini, anakuzuia rohoni. Kwenye haya maisha tunapata kwanza rohoni au tunapoteza kwanza rohoni. Kiroho chako kikipigwa ni maisha yamepigwa. Ili adui akumalize, uchawi utashambulia kiroho chako. Ukisikia unachoka kiroho, uchawi uko kazini. Nataka uanze kuchukia, nataka uwe na makasiriko dhidi ya uchawi. Mtumishi wa Mungu na mpakwa mafuta Mwalimu Onesmo anaendelea kumkumbusha kila mtu kusubscribe pale YouTube kwenye madhabahu yetu inayoitwa Mbingu Duniani TV. Nenda sasa YouTube na usearch Mbingu Duniani TV kisha subscribe. Mbingu Duniani TV ni madhabahu kamili ya neno na maombi.